Tukae. Ujumbe unasema kuwa mtu, kuwa au fanyika mtu wa aina anayoitaka Bwana. Au kufanyika baraka kwa ulimwengu, kwa kanisa, kwa familia, kwa jamii na kwa Mungu. Kufanyika baraka kwa ulimwengu, kwa taifa, kwa kanisa, kwa jamii na kwa Mungu. Kufanyika aina ya mtu anayemtaka Bwana. Wapendwa, niwaambie kitu cha ajabu sana. Mungu kuna mtu anamtafuta. Kuna aina ya mtu anayemtafuta Mungu. Katikati ya Mungu watu wako wengi, lakini iko aina ya mtu anayemtafuta Mungu. Mungu anatafuta mtu. Nina maandiko kama matatu hapa niyasome kwa ajili ya hicho ninachokisema. Sasa mimi natamani kati ya aina ya mtu anayemtafuta Mungu uwe wewe. Katika aina ya mtu ambaye Mungu anatafuta uwe wewe. Sijajua umeombaje. Mimi nimeomba hivi wakati tunaomba. Wakati naandaa ujumbe huu, naomba niwe aina ya mtu ambaye wewe Mungu unamtafuta. Wakati naandaa ujumbe huu, naomba niwe aina ya mtu ambaye Mungu unamtafuta. Yeremia 5 mstari wa kwanza, naomba msomaji mmoja asome. Mwanzo 18:26, naomba msomaji mmoja asome. Nyakati wa pili 16:9, naomba msomaji mwingine asome. Mstari wa 26 na mwingine Nyakati wa pili 16:9. Kuwa mtu wa aina ambayo Mungu anatafuta. Kuna aina ya mtu Mungu anamtafuta. Na Biblia inasema macho yake yanatembea dunia nzima, yanakwenda kasi. Ametumia neno yanakimbia kutafuta aina ya huyo mtu. Lakini baadaye nitakwambia faida za kuwa aina ya mtu Mungu anayemtaka. Baadaye nitakwambia faida ya kuwa aina ya mtu ambaye Mungu anayemtaka, ili awe baraka kwa moyo wa Mungu, na awe baraka kwa ulimwengu, na awe baraka kwa taifa, na awe baraka kwa kanisa, na awe baraka kwa jamii. Kwa huyo mtu faida zake ni nini? Na nitakueleza hasara ya kutokuwa aina ya mtu Mungu anayemtaka. Nitakueleza. Na unaweza ukashangaa. Mwanzo 5:1. Some tena. Nilianza ni Yeremia 5:1. So. Pigeni mbio huku na huku katika njia zote za Yerusalemu. Mkaone sasa na kujua. Tafuteni poroti zote, viwanja vyote, miji yote, mitaa yote. Kama nitapatiwa mtu mmoja, huyo mtu anaweza kutembea kwenye haki,
anayetafuta uaminifu, huyo nikimpata Tanzania imeokoka. Huyo nikimpata ukoo umeokoka. Huyo nikimpata hiyo jamii ya watu, huyo mtu kama nitamkuta Tanzania, hiyo Tanzania imepona. Haleluya. Haleluya. Nikimkuta kwa Wanyakyusa, Wanyakyusa wameokoka. Nikimkuta Dar es Salaam, Dar es Salaam imepona. Nitafutieni basi kama nitamkuta jeshini, jeshi limepona. Kama nitamkuta TRA, TRA imeokoka. Kama nitamkuta China, China imepona. Anatafuta mtu wa aina atakayesababisha baraka kwa jamii, taifa na familia na moyo wa Mungu. Haleluya. Huyo mtu Mungu anasema tafuteni kama ataonekana. Labda nizungumze kidogo muktadha wa kihistoria wa andiko hili, Yeremia 5:1. Wakati huu mporomoko wa watu kumcha Mungu ulikuwa mkubwa sana katika Yuda. Ilikuwa ni ngumu kukuta mtu ambaye anaweza Mungu akaingia kwake asababishe Mungu ausamehe mji, ambaye anaweza akafanya ibada akaomba rehema kwa ajili ya mji na Mungu akasamehe, kama walivyokuwepo enzi zile manabii waliolilia miji yao ikaokolewa, kama enzi walizokuwepo kina Esta wakaamuru maombi ya siku 3 ya kufunga na Wayahudi wakaokoka. Ni kwa sababu palikuwa na aina ya Esta na Mordekai. Sikiliza, Mungu ana kusudi la kuleta baraka kwenye taifa, ana kusudi la kubadilisha maisha ya Watanzania, lakini kuna aina ya mtu anamtafuta, na wewe uwe aina ya huyo mtu ambaye Bwana anamtaka. Hebu tusome katika ule mstari mwingine, Mwanzo 18:26. Bwana akasema, nikiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, nitapaacha mahali pote kwa ajili yao. Ninakwenda kama aina ya mtu mwenye kufanyika baraka kwenye moyo wa Mungu yupo. Wakafika 50, Sodoma nzima haitaangamizwa. Naomba niwaulize swali wasomaji wa Biblia. Waliopona Sodoma na Gomora wasianguke, wasiangamizwe, walikuwa watu wangapi? Huyu ameelewa mama Simtoe. Alikuwa mmoja, kwa sababu hata mke wa Lutu mwenyewe aligeuka jiwe, hakuweza kupona. Lakini Mungu alisema hivi, kama ndani ya Sodoma na Gomora nimetoka mbinguni naenda kuichoma moto Sodoma na Gomora, lakini nikipata watu 50 wenye kuuridhisha moyo wangu mimi Mungu, watakao ubariki moyo wangu mimi Mungu, Sodoma yote sitateketeza. Na sisi je, Mungu akitafuta hapa tapata wangapi ili sisi tupone? Andika hivi, Mungu anaweza akaisamehe Tanzania magonjwa yanayotembea duniani kuteketeza kwa sababu ya watu wanaouridhisha moyo wake. Haleluya. Haleluya. Sikiliza, nisikilizeni. Hili ni neno la unabii kwako. Mataifa yanayoteseka kama Kongo, kama wangepatikana watu wenye uwezo wa kubariki moyo wa Mungu, vita angevikomesha. Anatafuta aina ya watu ambao Mungu atarizika, atasema, Bwana anasema Sodoma
kuiteketeza kwa moto yote. Lakini nikipata watu 50 tu watakao ubariki moyo wangu, Sodoma imebarikiwa, Sodoma imeokoka. Kuna aina ya mtu Mungu anamtafuta duniani, anamtafuta mashuleni, anamtafuta vioni, anamtafuta kwa wanawake, ili Mungu alete kitu cha wokovu katikati ya hiyo jamii. Mungu anatafuta aina ya mtu. Mambo ya Nyakati wa Pili 16:9. Kwa maana macho ya Bwana ukimbia ili ajionyeshe mwenye nguvu, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Mapili, mwisho wa dunia huu mpaka mwisho wa dunia huu, anatafuta nani nitatembea naye, nani atanipeleka hospitali za kansa nijionyeshe mimi naponya kansa. Nani yupo? Mungu anatafuta. Macho yake yanatembea, yanatafuta aina ya mtu atakaye dhihirisha uweza wa Mungu katika jamii za aina zote, atakaye mpeleka kwa wachawi, wapunga pepo, adhihirishe ya kwamba yuko Mungu mwenye nguvu zidi ya pepo wachafu. Macho ya Bwana yanamtafuta mtu huyu. Ninaomba uwe mtu wa aina ya mtu ambaye Bwana anamtafuta ili moyo wake uridhike, asababishe kudhihirisha nguvu zake. Alimtafuta Musa, akamwambia Musa, nakutaka wewe uende Misri ili nikajionyeshe kwa ishara na maajabu katika Misri, na mimi nitaufanya moyo wa Farao uwe mgumu ili nidhihirishe ishara zangu kuwa nyingi katika Misri. Akamwambia yuko kule Haruni, nenda kafanya. Akasema hapana, sio aina ya mtu ninayeweza kutembea naye nidhihirishe nguvu zake. Mungu anatafuta aina ya mtu. Haleluya, haleluya. Oh, macho ya Mungu yanazunguka kama radi, yanakagua moyo, nani ninampata. Haleluya. Kwa nini nisiwe mimi? Kwa nini nisiwe mimi? Kwa nini usiwe wewe? Kwa nini unisiwe mimi? Nimemwambia Bwana, ili Tanzania iokoke, mimi nataka kuwa mtu wa aina ambayo moyo wa Mungu utaridhika. Na Tanzania itabarikiwa. Niwe mtu ambaye watu wanaonizunguka watapokea baraka, kwa sababu Bwana anatafuta kujionyesha yeye anabariki. Haleluya, haleluya. Ngoja nikusomea andiko hili. Andika kwamba nyakati zote Mungu hujitafutia mtu anayeuridhisha moyo ili aonyeshe makusudi yake. 3:14. Nyakati zote Mungu hujitafutia mtu. Na wewe ungependa kutembea na mtu aliyeuridhisha moyo wa Mungu. Sio kila aina ya mtu tembea naye, uwe karibu naye. Uwe karibu na mtu aliyeuridhisha moyo wa Mungu ili na wewe ubarikiwe. Siku moja Mungu akawaza wazo, akasema natamani nibariki dunia nzima na jamaa zote za ulimwengu zibarikiwe. Akaenda kwa Ibrahimu, akamwambia toka wewe katika jamaa yako na nyumba ya baba yako, ujitenge mahala ili uwe mtu wa aina ambayo nitaweza kuibariki dunia nzima kwa njia ya kutokeza kizazi kitakachomleta Yesu Kristo atakayekuwa baraka kwa ulimwengu wote. Tokeza wewe Ibrahimu, utoke uwe aina
Ibrahim akawa aina ya mtu ambaye Mungu anaweza kaigusa dunia kupitia yeye. Akamondoa Tera ambaye alikuwa wa uzao wa Sethi, ambao ndio ulikusudiwa, kwa sababu Tera hakuweza kuwa aina ya mtu ambaye Bwana anamtaka. Haleluya, haleluya. Hebu andika hivi. Soma hiyo Samueli 13:14. Samueli wa kwanza 13:14. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitaka. Naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake. Kwa sababu wewe umeshika neno lile Bwana alilokuamuru. Sauli anaambiwa hivi, wewe ufalme wako umeishia hapo hapo, hutaendelea kusurvive tena. Neno baya, neno baya. Hebu andika sentensi hii. Hata watu wanakufa na wanaishi miaka baada ya kuridhisha moyo wa Mungu. Watu wengi hawapewi miaka mingi kwa sababu hawakuridhisha moyo wa Mungu na hawakuwa baraka kwa jamii zao. Hawakumsababisha Mungu kuzigusa na kuziokoa jamaa zao. Nitakwambia jambo la ajabu sana leo. Na urudia, iandike hiyo sentensi vizuri. Hata watu miaka yao wanapewa iwe mingi kwa sababu ameubariki moyo wa Mungu na akasababisha baraka za Mungu katika jamii zake, kwenye taifa lake, kwenye kanisa lake, kwenye ukoo wake, kwenye familia yake. Amekuwa baraka. Mungu atamfanya aishi. Na kuna watu wanastishwa kuishi. Kuna watu Mungu anastisha maisha yao yasiendelee kwa sababu wameshindwa kuwa baraka kwenye moyo wa Mungu na wameshindwa kuwa baraka kwenye jamii inayowazunguka. Hawajamleta Mungu awabariki wale zile jamaa. Wakati mwingine mtu anaweza kujiuliza, naomba andika maelezo haya. Enzi anaishi Henoko zilikuwa enzi za miaka 1000 kuishi mtu. Vizazi hivyo walikuwa wanaishi miaka 969, lakini yeye akaishi miaka 300. Ingawa alikuwa ameokoka na hakutenda dhambi, Mungu akasitisha yeye kuishi duniani, akamchukua kaenda mbinguni. Ameokoka huyu, hana dhambi, na akachukuliwa kaenda mbinguni. Lakini kwa nini kwa sababu ameokoka na hatendi dhambi anapelekwa mbinguni? Leo nitaka nikwambie jambo kidogo geni katika moyo wako na katika akili yako. Wengi huwa tunafurahia Henoko alimpendeza Bwana, Bwana akamtoa mbinguni. Wengi tunafikiria hivi. Elia alimpendeza Bwana, gari la moto likamchukua. Nataka nikwambie hivi, kuondoka kwa Elia ni kusitishwa kwa siku zake kwa sababu ya kushindwa kuwa baraka kwa Mungu na kuwa baraka kwa jamii inayomzunguka. Ameondolewa duniani, ameshindwa kuwa suluhisho la Mungu katika ile jamii na suluhisho la ile jamii. Ndivyo Henoko alivyo. Nimeongea jambo halieleweki kabisa. Nimeongea jambo halieleweki kabisa. Mpendwa hapa akifa,
kuwa baraka kwenye kanisa, haonekani kuwa baraka kwenye injili. Mungu anataka sisi tusababishe. Kuna aina ya mtu Mungu anamtaka. Haleluya. Sijui kama naweza. Hebu andika hivi. Henoko alitokana na kizazi kinachotakiwa kuiondoa laana aliyoisababisha Kaini. Henoko alitokana na kizazi kilichokuwa kimezaliwa ili kuiondoa laana aliyoisababisha Kaini. Lakini akashindwa kutembea kwenye hiyo namna. Mwanzo 4:11. Mwanzo 4:11. Inasema, basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi, hiyo fungua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Mwanzo 21 inasema, Henoko akaishi miaka 65. 65. Akamzaa Metusela. Akazaa Metusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Metusela Miaka 300. Akawazaa wana waume na wake. Baada ya miaka 300 akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Siku zote za maisha ya Henoko 360. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka kana Mungu alimtwaa. 25. Metusela akaishi miaka 187. Metusela akaishi miaka 187. Akamzaa Lameki. Metusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 780. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Metusela ni miaka 969 akafa. Miaka 969 ndipo akafa. Mambo aliyopaswa kutembea nayo Henoko, alipaswa kuondoa chuki na kuzuia ukoo wa Kaini kuoana na ukoo wa Sethi. Alipaswa kujenga madhabahu. Mungu akamwangalia, kweli yeye dhambi hatendi, lakini hajawa suluhisho la tatizo lililoletwa na Kaini. Akamtoa mbinguni. Kaenda mbinguni kabisa huyo. Kaenda wapi? Lakini sababu ya kuondolewa mbinguni kabla ya wakati, kashindwa kuwa aina ya mtu aliyehitajika na Mungu katika ile jamii. Nitoe wawili tu wanatosha. Nimwangalie Elia. Hakuwa suluhisho wakati wa maisha yake, wakati wa kizazi chake. Hakuwa suluhisho. Mungu wakati huu alikuwa anapambana na aina za miungu. Na ngoja tusome maandiko labda. Sifikiri tunaongea. Naomba tusome Wafalme wa kwanza 18:38 hadi 40. Ndipo moto wa Bwana ukashuka. Elia anabishana na manabii wa Baali, akaomba moto ukashuka. Ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa. Na kuni na mawe na mavumbi. Ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu,
Bwana ndiye Mungu. Eliya akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Nani ameelewa kitu hapo? Biblia inasema hivi, Eliya wamebishana na manabii wa Baali na mfalme mwenyewe. Wasema, mfalme, kama hiyo miungu yenu ndiyo Mungu, chukueni ng'ombe muombe hapo ushuke moto, msikie moto. Lakini kama Jehova ndiyo Mungu, na mimi nipeni ng'ombe peke yangu, nitaomba. Sifa nitaongoza mwenyewe, ngoma nitapiga mwenyewe, kuitika naitika mwenyewe, matangazo mimi mwenyewe, ushuhuda mimi mwenyewe, maombezi. Halafu tuone ibada ya nani na inashukiwa moto. Anasema wakafanya toka asubuhi mpaka saa 9 hakuna kitu. Ilipofika saa 9 akamwambia, njoni kwangu na mimi mwangalie. Na dunia nzima imekusanyika pale, karibu taifa lote wako hapo. Mechi kati ya miungu na Mungu. Huyu aina ya mtu anayemtaka Bwana akasema hivi, leo Mungu hapa ijulikane wewe ndio Mungu, na watu wote wakakujua. Alipoomba, yani sekunde moto. Ule moto hakuanza taratibu ni kama bomu. Ule moto ulishuka kama bomu. Ulipolipuka ule moto, Biblia inasema wote manabii wa Baali wakasujudu, wakasema hakika Mungu wa Eliya ndiyo Mungu. Sasa kwa nini anawaua? Si umenielewa? Kwa nini anawachinja? Hawa watu wametubu, wameokoka. Ilikuwa mwanzo sasa wa kuwa aina ya mtu ambaye atamdhihirisha Mungu. Wale wote wamepiga magoti, wametubu, wamesujudu, hakika Mungu wa Eliya ndiye Mungu. Halafu yeye anawachinja. Yeye anafanyaje? Hapo ndipo alipofeli kuwa aina ya wakati ule Mungu alikuwa anamhitaji nani. Ulikuwa ni mwanzo sasa wa kuwafundisha hawa waende kwa wengine wakawaambie. Sasa kuwaua, unaua mbegu aliyoipanda Mungu ili apeleke kwa watu wengine. Yeye aka baada ya kufuatilia hapo, ukitoka hapo utamkuta Eliya ameenda mahala. Kwanza mfalme akaenda akamwambia Yezebeli, Eliya kaua manabii wako wote, kawachinja. Sasa Yezebeli akasema, miungu na inifanyie vivyo hivyo na kuzidi, na mimi nichinje Eliya na watu wake. Ukisoma Wafalme wa kwanza 19:11 hadi 20, kuanzia Wafalme wa kwanza 19 mstari wa kwanza hadi wa 5, ndio utaona hiyo habari. Lakini mstari wa 11 hadi 20, Mungu alipopelekewa taarifa hiyo nani Eliya kwamba Yezebeli ameapa miungu watamfanyia hivyo kukuchinja wewe, akaenda akalala kwenye mletemo, akasema, Baba, chukua sasa roho yangu nife. Nini unajifunza? Ameshindwa kuwa aina ya mtu aliyemtaka Mungu. Anamwambia, niwe tu hapa, nimebaki mwenyewe, hakuna wa kunitia moyo, hakuna wa kuniletea chakula, hakuna wa kuleta sadaka, hakuna wa kuungana nami, hakuna wa kunitetea polisi, hakuna wa kunitetea kwa mfalme, hata wengine hawaandamani ili kupinga mimi kupamba kuuawa. Sasa
sura ya 19 mstari wa 11 na kuendelea, Biblia inasema Mungu alipomtokea kwenye mletemu akamwambia Elia, kwanza neno la kwanza, unafanya nini hapa? Maana yake Mungu anasema, mbona umeshindwa? Hapa unafanya nini? Ndio nilikuitia hiki. Mbona umeshindwa kunidhihirisha? Wanataka kuniua. Mungu anatafuta mtu asiye mwoga, anayetambua kwamba Mungu haogopeshwi na kitu chochote. Mungu anatafuta mtu ambaye wakati wote Mungu atamshuhudia kwa ujasiri, kama Paulo anavyoambiwa, Paulo, sema wala usinyamaze, wala hakuna atakaye kuzuru. Ni Paulo. Ndio maana Paulo lilikuwa aina ya mtu Mungu anayemtaka. Ngoja nikwambie, Paulo ameongea neno la ajabu sana. Paulo anawaambia kwamba mimi nilikuwa mchinja wa Wakristo walokole, nilikuwa na wachinja. Lakini Mungu aliponiona kuwa mwaminifu akaniokoa. Aliniona kuwa mwaminifu wapi? Unachinja watu wa Mungu. Ndio uaminifu. Sijui kama mnajiuliza. Lakini ndio limeandika hivyo. Kwenye ile sura ya 26 ya Matendo ya Mitume limeandika, na kwenye nyaraka limeandika. Nasema, lakini Mungu aliponiona kuwa mwaminifu aliniokoa. Hakuniona mwenye dhambi. Uaminifu wa Paulo ni nini? Aina ya mtu atakayelibeba kusudi la Mungu bila kuogopa vitisho, ndio Mungu anayemtafuta. Sio Petro anayekimbia. Ukisoma hapa anasema Elia akaondoka akaenda mlima Horebu. Alipofika kwenye mlima Horebu akaingia kwenye pango. Alipokaa kwenye pango, Biblia inasema kukawa na radi na ngurumo, lakini Mungu hakuwepo mle. Neno la mwisho pale, Biblia inasema hivi, Mungu akamtokea akamwambia, sogea hapa, sogea zaidi. Akasogea, njoo tena. Akasogea, sogea kabisa. Aliposogea akamwambia, sasa sikiliza. Nisikilize haya maneno. Utayasoma yako hapa. Nisikilize haya maneno. Mungu akamwambia hivi, ninaondoa huduma ya unabii kwako, ichukue kaiweke kwa Elisha na kwa nani? Hebu tuyasome hayo maandiko. 19:11 hadi 20. Ninaondoa wajibu uliopaswa kuubeba, ninaweka kwa Elisha na nani? Wametajwa watu wawili hapa. Soma. 19:11 inasema, akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Elia alipoisikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamwambia kusema, unafanya nini hapa Elia? Na huku tena unafanya nini? Akasema, ninaona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao walitafuta roho yangu waiondoe. Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika huko mtie mafuta Hazaeli. Naamua sasa kuondoa kusia hapa duniani. Huna maana tena, huleti baraka kwa watu. Awe mfalme wa Shamu. Na Yehu mwana wa, halafu hiyo huduma yako iweke tena kwa Yehu. Mtie mafuta awe mfalme wa Israeli. Na Elisha mwana wa Shafati. Watu watatu, Yehu na Elisha na Azaria. Huduma ya Elia Mungu anaiondoa, anaipeleka kwa watu wengine. Ameshindwa kuwa aina
ya mtu aliyekuwa anamtaka Bwana. Tumeenda pamoja? Muulize sasa mwenzako, wewe ni aina ya mtu anayemtaka Mungu? Au na wewe maisha yako nitaongezewa mimi ili mimi nitimize kusudi la Mungu? Muulize sasa. Mwema sababu ya Elia kuondolewa kapaa mbinguni, ndio maana hata kufa aliona atachelewesha, kuliwa pole. Kwa sababu amdilishe Mungu kama ni Elisha lilivyokuja kufanya. Mfalme, hebu ngoja mwili uelewe nilichokisema mwanzo, kosa la Elia kuwaua manabii wa Baali. Elisha alipomtakasa Naamani akaenda akahubiri yeye kweli, Mungu wa kweli mwenye nguvu awezaye kuponya hata ukoma yuko Israeli. Huyo ndiye Mungu. Anahubiri, mkuu wa majeshi wa nchi anatangaza kwenye majeshi yote, anakuwa baraka kwenye jeshi la Syria. Haleluya. Lakini chanzo chake kulikuwa na aina ya mtu, kabiti kadogo kalikotekwa kakawa baraka kwenye nyumba ya Naamani. Haleluya. Haleluya. Hata kama Wasiria ni wakorofi, Wasiria walikuwa na adhabu zao, walikuwa na mashimo kama hili. Unaona hili nyumba hili lingekuwa ni shimo, alafu huku kumekuwa makaa ya moto, alafu unafungwa unaning'inizwa kichwa chini miguu juu kule juu, alafu kwa moto unapanda. Sasa unaanza kuungua kwa joto taratibu huko mpaka ufu. Ndicho kilicho, hizo nchi zilikuwa kama nchi nne. Ndicho kilichomfanya Yona agome kwenda kuwahubiri. Sasa wanaenda kuhubiri majitu ya namna hiyo, yatatundika kule. Kale katoto kametekwa, kamepelekwa kule, kamefika kule, ni aina ya mtu anayemtafuta Mungu. Mungu akadhihirika kwa Naamani. Alipokuja kwa Elisha akatakasika. Ni aina ya mtu ambaye alipopewa dhahabu akakataa, alipopewa fedha akakataa. Lengo lake anataka moyo wa mwabudu sanamu useme Mungu wa Israeli ndiye Mungu, ili Mungu aibariki Syria kwa kuipelekea wokovu. Haleluya. Haleluya. Ndio maana hata mfalme wa Shamu tena alipotuma majeshi kwenda kumkamata Elisha kwa tuhuma ya kwamba siri zote za ikulu zinatolewa huko Israeli, wakasema wapelelezi wake anayetoa siri ni Elisha. Yeye huzipata siri hata ukiwa chumbani kwako na mke wako mfalme. Yeye akiwa Israeli anaweza akawasikia na kuwaona akiwa huko yeye anaona. Wakasema natuma vikosi vikamkamate. Vikosi vilipofika, yeye akawaambia mnamtafuta nani? Asema Elisha nabii. Twendeni niwapeleke. Kumbe ndio kenyewe. Twendeni namfahamu, si yule nabii wa Mungu. Saizi huko kwenye ibada huko, twende kawapeleke. Kama mwambie Mungu wafumbe macho. Walipofika katikati ya Israeli na majeshi ya Israeli yamewazunguka ikulu, ngambia hao wafungue macho. Sema mfalme wa Israeli anasema waueni. Akasema hapana, hawa wamemuona Mungu live, wameona walivyotekwa na mtu asiye na silaha ila na kipawa cha Mungu. Anatumia neno la Mungu kuteka majeshi na makomando wenye silaha. Halafu wamefika, wameziona nguvu za Mungu, na kama wameziona, wapeni chakula wapate nguvu kupeleka ushuhuda kwao kwamba Mungu wa Israeli ni Bwana wa majeshi. Aina ya mtu anayemtaka Bwana. Ndio maana Elisha akapewa kuishi, Elia akaondolewa. Sasa faida ya kuwa aina ya mtu anayemtaka Bwana, Bwana atakupa miaka mingi ya kuishi. Bwana atazuia mabaya yasikukaribie. Sauli amepanda meli
imegawanyika vipande vipande, mpaka manahodha wanasema Paulo wamembeba. Manahodha wanasema bora tujiue, kwa sababu meli imetawanyika na wafungwa wa kisiasa, na wafungwa wa kisiasa wanahitajika na Kaisari, halafu watatutoroka na hatuna uwezo wa kuogelea, tumewashikilia. Bora tujitose tufe ili tusikutane na hii. Paulo anasema sikilizeni, mimi ni aina ya mtu anayepeleka injili kwa watu mnaonipeleka. Ingawa mmenibeba kama mfungwa, lakini kusudi la mimi kule kama kwenda gerezani, kwenda kumsema Yesu ili watu waokolewe. Na hivyo kwa sababu hiyo hautapotea hata unywele wa mtu mmoja, kwa sababu ya aina ya mtu mliye naye. Aina ya mtu atakayekuwa baraka kwenye moyo wa Mungu na atakayekuwa baraka kwenye jamii yake. Mfungwa akageuka kuwa baraka wa maaskari waliokuwa wanampiga, wa maaskari waliokuwa wamemfunga, amekuwa baraka. Wanakwenda kuchoma naye samaki wanakula, amekuwa baraka kwao. Hasara, Mungu atafupisha siku zako kama hutakuwa aina ya mtu ambaye Mungu anataka. Kama alivyoondolewa Elia, kama alivyoondolewa Enoch. Hata kama utaenda mbinguni, lakini siku zako zitafupishwa. Nahitimisha kwa kusema hivi: Mungu akikupeleka, anatafuta aina ya mtu. Akimpeleka kwenye ofisi yoyote, aone ninapata faida gani mimi Mungu. Kuwepo wewe pale kwenye ofisi, unakuwa baraka kwa wale watu, wanamsikia wokovu, wanaisikia injili kwa kuwepo pale. Kukupeleka kwenye biashara fulani, Mungu anapata nini kwa wewe kukupeleka pale? Sikiliza, Mungu haoni sababu ya wewe kuwepo pale ili tu ujulikane kwamba ni mheshimiwa. Wewe umegeuka kuwa baraka kwa kupeleka injili. Watu wa mahala pale wanamjua Mungu. Watu wa mahala pale wanamkiri Yesu kwa maisha yako. Ili Mungu akukuze tena. Ukifaulu, Mungu anapata nini? Ukifaulu masomo yako, wenyewe wanachuo, Mungu anajipatia nini kwa kufaulu kwako? Ukipona ugonjwa, Mungu anajipatia nini? Ukiokoka kwenye... Ninaomba usimame ninapomaliza na maneno haya. Ninaomba usimame ninapomaliza na maneno haya. Mimi ni aina ya mtu ambaye naweza nikaubariki moyo wa Mungu na nikasababisha Mungu akajulikana na jamii zinazonizunguka. Nimekifuatilia